Carlos, kwanza hongera kwa kuchaguliwa na kuthibitishwa kuwa mwenyekiti wa chama cha soka wilaya ya Ubungo kwa maana ya Ufa. Umepokeaje kijiti hiki? Kwanza nimshukuru Mungu, lakini pili niwashukuru wajumbe kwa maana ya wanachama wa chama cha mpira wilaya Ubungo Ufa kwa kuweza kunithibitisha kuwa mwenyekiti mpya wa chama cha mpira wa miguu Ubungo Ufa kwa kura za ndio kwa 100%. Hakuna yoyote ambaye aliyesema hapana, hakuna yoyote ambaye aliyesema sio. Hii ina maana gani? Ina maana kwamba mapenzi ya dhati yametimia ndani ya Ubungo. Kwa maana hiyo mimi naichukulia jambo la furaha sana. Ni Jumapili njema, tarehe 30 nzuri, na Mwenyezi Mungu amethibitisha kwamba mwanae leo amefanikiwa kuwa mwenyekiti wa chama cha mpira cha Ubungo. Imani ambayo wamekupa watu wa Ubungo, umepanga kuwafanyia nini katika kipindi cha utawala wako? Tulishaongea kwenye mikutano tofauti kwenye project ambazo tumezicategorize kwenye miundombinu, kwenye structure uongozi. Kuna za short term, kuna za long term, kuna zile ambazo ni immediate, ambazo kimsingi mfano kama leo tumedhibitisha kamati ya uchaguzi kwa sababu tunaelekea ile annual general meeting. Kwa lazima kwa maana vilabu wanachama wote wawe hai kwa ajili ya kuhudhuria. Wakihudhuria wengi manake utapata ushauri bora, utapata ushauri mzuri na ushirikishwaji utakuwa katika level ya juu kabisa. Involvement katika vitu ambavyo mimi nimeahidi ni involvement. Sisi tunaamini wilaya ya Ubungo ina rasilimali za kutosha. Hatuhitaji kutoka sana nje ya Ubungo kwa ajili ya uendeshaji wetu wa Ubungo. Kwa hiyo tumepata kamati nzuri yenye watu wazuri, watu ambao ni profession. Tuna mawakili, tuna wajumbe wazuri. Lakini pia tumempata katibu. Ndugu yangu Godfrey Nyigu ndio atakuwa katibu mkuu wetu. Tutakwenda kutengeneza secretariat nzuri ambayo ndio sasa itaenda kureflect ama kuexecute kile kitu ambacho tumekipanga. Ukienda kwenye matarajio, mategemeo, vitu vingi ambavyo tumeviweka kwa pamoja, tunakwenda kuviimplement kwa pamoja. Kwa maana ya viwanja, kwa maana ya mpira wa maendeleo ya wanawake, vijana, tuna issues za viwanja, tuna issues za tunataka tucheze mechi au tucheze ligi usiku, kwa kuna issues za taa, kuna issues za nini, kuna issues za financial and commercials, kuna issues za kutafuta sponsors. Sisi ni kati ya chama ambacho kimsingi kinajiendesha kwa shida sana kwa sababu ya ukwasi hatuna. Kwa hiyo it is our high time kuenda kutafuta fedha kwa ajili ya kuimplement project zote. Hiyo imedhihirika kwenye structure yenyewe ya uongozi. Mimi ni mwenyekiti, makamu wangu mwenyekiti nimemteua na wajumbe wa mkutano mkuu wamemdhibitisha ndugu yangu Mohamed Soloka. Nina uhakika kwa pamoja tutaliendesha ile gurudumu. Kipi ni kipaumbele chako cha kuanza nacho? Vipaumbele viko vingi. As I said, kila kitu kiko kwenye priority. Lakini kwa maana ya kuanza navyo ni vile ambavyo short term, si ndio ama immediate effect. Cha kwanza kabisa ni masuala ya revenue. Ambapo tunakwenda kutafuta fedha kwa ajili ya maendeleo ya mpira wetu. Tunaamini, tuna wadau wengi, tuna sponsors wengi ambao wanatuhitaji, sema sisi hatukuwahi kuwafikia, ambao inawezekana hawajui kama tuna uhitaji. So this is the high time and priority. Kuanzia leo sisi tunaenda kutafuta fedha kwa ajili ya chama chetu. Tukipata fedha
project zote zitakwenda very smooth. Klabu ya Simba imefanya mkutano mkuu wa mwaka. Pengine kipi ambacho umekiona kimeenda sawa, kipi ambacho unaona kinafaa kuboreshwa na kufanyiwa marekebisho? Kwa bahati mbaya siku ya leo sija focus na kitu chochote zaidi ya huu mkutano wetu wa uchaguzi. Lakini taarifa ya kwamba leo kulikuwa na AGM ya Simba nilikuwa nayo, na moja ya agendas niliifahamu, kwa maana marekebisho ya katiba, especially towards transformation ambayo inafanyika. Mimi whatever it could be, unajua hivi vilabu vyetu kuna kipindi tunakwaruzana, kuna kipindi tunapatana, lakini kikubwa ni kwamba nawaomba wana Simba wawe wamoja. Kwa maana ya tunavyosema marekebisho ya katiba, manake mkutano mkuu unatakiwa uridhie. Mkutano mkuu ukiridhia, manake kwa pamoja, kwa umoja wao wameridhia, basi wasikwazane hapo katikati. Kama wamekubaliana, wameridhiana, katikati isitokee tena watu wengine wanaibuka wanasema tofauti na nini, na ndio maana kuna hiyo chance ya Lakini Carlos, ukiona hivyo mambo yanakuwa haendi sawa au ambavyo wao wanatarajia yaende? Unajua it's very tricky, na ndio maana haya mambo tunasema katiba inatuongoza. Kwenye General Assembly unaweza ukapata 50%, 51% wamesema ndio, 49% wamesema sio. 49% ni nyingi sana. Kwa hiyo you can imagine crowd ya watu wengi itapinga kile ambacho kimekubaliwa. Lakini hawa 51 wanatakiwa waheshimiwe, maana wameshinda kwenye hoja. Umeelewa? Kwa hiyo kama 51 wameshinda, maana yake sisi 49 wote tunaungana na wale 51. Katiba ndio inavyotuambia. Sasa tukiwa tunaheshimu, tukiwa tunaipenda na kuithamini, hamwezi mkagombana. Muda wa kukwaruzana unakuwepo. Na ndio maana kunakuwa na ile General Assembly, kuna watu wanaulizwa maswali, wanatetea hoja zao, kikija kipindi cha kusema yes or no ama kuvote, umeelewa? Mshindi anatakiwa aheshimiwe na watu wote wawe sawa. Kwa namna ambavyo unaona mambo yanaenda, Simba wanatakiwa kufanya nini ili kuwa imara zaidi? Kwa maana gani? Technical au administration ama nini? Administration. Umoja tu. Wawe wamoja, wapendane, viongozi washirikiane. There's no cost ya kuwa wamoja. There's no cost ya kupendana. There's no cost ya kushirikiana, kushirikishana kwa ajili ya kufanya jambo lenu ambalo kimsingi litailetea maendeleo club. Unaona hilo linawezekana na ni rahisi? Linawezekana, ila sio rahisi. Linawezekana? Ila sio rahisi. Kwa nini unaona si rahisi? Tunaona kila siku. Yaani unajua mimi nimesema sio rahisi based on daily experience. Atasema hiki, nafasi ya huyu atasema hiki, nafasi ya huyu atasema hiki. Kwa hiyo unaona kabisa hapa vitu sio rahisi. Lakini vinawezekana. Kuwezekana manake they have to come together and agree. Simple. Otherwise, kama hawatokubali uhalisia, it will never happen.